Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Leo ninapokuletea tafakari hii ya Dominika ya 18 ya mwaka A wa kanisa, yenye ujumbe unaosema hata katikati ya dhoruba Kristo yupo. Hata katikati ya dhoruba Kristo yupo. Ningeweza kukuambia hivi, hata katikati ya changamoto ngumu kiasi gani, Mungu yupo, hajakuacha. Hata katikati ya mateso unayoyapitia, Mungu yupo. Ndugu zangu, ngoja nianze na story hii ambayo nilishaisoma nikiwa kwenye kipindi cha novisiati. Nakumbuka hii ni habari ya tetemeko kubwa ambalo lilitokea kwenye nchi moja, na majengo yalitikiswa kweli kweli, yalianguka, yakawa yanaanguka, na watu wengi walifukiwa na vifusi, wengine walifariki, wengine walijeruhiwa vibaya. Kwa hiyo wale waokoaji wakawa wanafanya kazi kubwa sana kutafuta kuokoa miili ya wale ambao wameshafariki, kuitoa kule, lakini pia kuokoa wale ambao bado hawajafariki, wale ambao wameumia, waweze kuwapa msaada, kuwapeleka hospitali. Kwa hiyo wakati wanaendelea na lile zoezi la kusaidia wale watu, la kufukua vile vifusi, walisikia sauti ya mtoto mdogo. Na waliposikia ile sauti, wakaendelea kufanya bidii sana ili kujaribu kwenda kumwokoa yule mtoto. Wakaendelea kuchimba taratibu kwa makini. Lakini kilichowashangaza ni kwamba walimkuta yule mtoto yuko hai, lakini amemkumbatia mama yake. Amemkumbatia mama yake. Mama yake amelala juu yake na yeye amemkumbatia namna hii. Ni kwamba wale waliotazama waligundua kwamba wakati lile jengo linaanguka, mama yake alijua hivi vifusi vikimwangukia mtoto wake atakufa. Kwa hiyo mama akawahi, akaenda akalala juu ya mtoto wake kumlinda, akaenda kumfunika mtoto wake ili yale mawe na vifusi na kila kitu vimwangukie yeye, lakini mtoto wake abaki salama. Na yule mama alikufa, lakini mtoto wake akaokoka, mtoto wake akabaki salama. Mtu mmoja anaandika, anasema huyu mtoto aliendelea kuishi kwa sababu mama yake hakumwacha mpaka pumzi ya mwisho. Mama yake hakumwacha mpaka pumzi ya mwisho. Unajua, niliposoma hili simulizi, nilijiuliza swali hili, nikasema sasa, kama hali ni hii, hivi kuna upendo gani mkubwa unaoweza kuzidi huu? Alafu nikakumbuka msalaba wa Kristo. Msalaba wa Kristo, kwamba Yesu hakutoa tu maisha yake kwa ajili ya mtoto mmoja, lakini Yesu alitoa maisha yake kwa ajili yetu sisi sote. Na hata Mtakatifu Paulo leo katika somo la pili anasema kwamba je, ni nani atakayetutenga na huu upendo wa Kristo? Kwa sababu hata katikati ya mateso Yesu yupo, katikati ya dhoruba yupo, katikati ya majanga yupo, katikati ya changamoto yupo. Na yupo sio baada ya dhoruba au sio pembeni ya dhoruba, bali hata katikati kabisa ya dhoruba hatuachi, yupo pamoja nasi. Na leo nataka kuzungumza mambo matatu muhimu sana kutoka kwenye masomo yetu. Jambo la kwanza ni hili: unajua, Mungu anajua njaa yako kabla hujamwambia. Mungu anajua haja tulizonazo kabla hatujamwambia. Ukisoma ili somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 55 mstari wa 1 mpaka wa 3, analeta maneno mazuri sana. Anasema Mungu anasema, enyi wenye kiu njooni majini, njooni majini. Halafu anaongeza, njooni mnunue bila fedha na bila thamani. Ndugu zangu, unajua hapa Mungu anafungua moyo wake, anafunua moyo wake, kwamba hata kabla hatujamlilia tayari anajua tuna njaa. Anajua hata kabla hatujamwambia tuna kiu, tayari ameshatuandalia maji. Huyu ndiye Mungu tuliye naye, na hivi ndivyo alivyo Mungu. Unajua, mara nyingi sisi tunafikiri kwamba sisi ndio tunamtafuta Mungu, lakini ukweli ni kwamba, ndugu zangu, mara nyingi Mungu ndiye anayetutafuta sisi. Kabla hatujachukua hatua kumwelekea yeye, tayari ameshatupenda. Maana anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi.
Sio sisi tuliompenda kwanza, ni yeye alitupenda kwanza. Kwa kabla hatujachukua hatua ya kumwendea, tayari ameshatuona, tayari ameshajua tunachokihitaji. Lakini kuna jambo ningependa tujifunze hapa, ndugu zangu. Unajua, mara nyingi tunaposikia neno njaa, mara moja tunafikiria chakula. Tunaposikia kiu, mara moja tunafikiria maji. Lakini Mungu hapa anazungumza kuhusu njaa iliyo ndani zaidi, kwa sababu si kila mwenye tumbo lililoshiba ana moyo ulioshiba. Wala si kila mtu mwenye nyumba nzuri, mwenye gari nzuri, mwenye kazi nzuri basi ana amani pia nzuri. Wala sio kila mtu mwenye fedha nyingi analala usingizi vizuri kwa amani. Kuna mwingine pamoja na fedha nyingi alizonazo, lakini hawezi kulala bila kutumia dawa ya usingizi. Kuna mwingine ana maelfu ya watu wanaomfuata kwenye mitandao ya kijamii, lakini hana hata mtu mmoja ambaye anaweza kumweleza maumivu yake. Hana huyo mtu. Mwingine anaweza akacheka mbele za watu vizuri sana, lakini akawa analia peke yake kimya kimya usiku. Analia usiku. Ndugu zangu, kuna njaa ambayo, pointi yangu ni hii. Kuna njaa ambayo mkate hauwezi kushibisha. Kuna kiu ambayo maji hayawezi kuiondoa, wala soda haiwezi kuiondoa, wala pombe haiwezi kuiondoa. Kuna pengo moyoni ambalo hakuna fedha, wala hakuna elimu, wala hakuna cheo, wala hakuna umaarufu vinavyoweza kuja vikajaza hilo pengo lililo ndani yako. Hakuna. Ndio maana Isaya anauliza swali ambalo linapaswa kutusumbua kwa kweli kila mmoja wetu. Anasema, kwa nini mnatumia fedha kwa kisicho chakula na mapato yenu kwa kisicho shibisha? Kwa nini mnatumia? Ni swali kubwa hilo, ni swali kubwa. Ni kana kwamba anatuambia kwamba kwa nini mnachoka kukimbiza vitu ambavyo mwisho wake vinawaacha bado mna njaa. Mnakimbiza vitu ambavyo haviwezi vikawashibisha, bado vinawaacha mna njaa vile vile, bado vinawaacha mna kiu vile vile. Leo watu wengi, ndugu zangu, wanaishi wakiamini kwamba wakipata kazi nzuri tu watafurahi. Wako wengine wanaamini wakijenga nyumba tu basi wamemaliza kila kitu, watafurahi. Wako wengine wanaamini labda wakipata cheo watafurahi. Wako wanaamini. Mwingine anaamini akipata mume, akipata mke basi atafurahi. Lakini anashangaa, baada hata ya hayo yote bado wanaona ndani yao kuna kitu kinakosekana. Ulikuwa unatafuta mke, umepata. Ulikuwa unatafuta mume, umepata. Ulikuwa unatafuta kazi, umepata. Ulikuwa unatafuta nyumba, umepata. Umetafuta cheo, umepata. Lakini unaona bado ndani yako kuna kitu kinakosekana ambacho hata wewe mwenyewe hujui ni nini. Kwa nini? Kwa sababu unajua moyo wa mwanadamu uliumbwa kwa ajili ya Mungu. Na ndio maana Mtakatifu Agustino anatuambia, anasema maneno haya mazuri sana. Anasema mioyo yetu haina pumziko, haitapata pumziko mpaka ipumzike ndani yako, Bwana. Haitapata pumziko mpaka ipumzike ndani ya Mungu. Unajua ndugu zangu, ngoja nikwambie. Tunapomweka Mungu pembeni, tunaanza kutafuta mahali pengine ambapo, au tunatafuta kitu ambacho ni Mungu pekee anaweza kukitoa. Sasa hapo tunakosea. Maana wakati mwingine tunamweka Mungu pembeni, halafu tunatafuta kitu ambacho kwa kweli ni Mungu peke yake ndiye anakitoa. Tunatafuta upendo usio na mwisho kwa mwanadamu mwenye mipaka. Kwa mwanadamu mwenye mipaka hatuwezi tukaupata. Tunatafuta amani katika vitu ambavyo vinapita. Hatuwezi tukaipata hiyo amani. Tunatafuta wakati mwingine labda usalama katika mahali ambazo kwa kweli zinaweza zikapotea kesho, zikaondoka kesho.
Lakini unajikuta tunatafuta amani kwenye hivyo vitu, na mwisho wake ni nini? Mwisho wake ni kwamba tunabaki tumechoka. Lakini ndugu zangu, habari njema ya leo ni hii, kwamba Kristo hajaja kutupa vitu tu, lakini Kristo amekuja kujitoa mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye mkate wa uzima. Yeye ndiye mkate wa uzima, yeye ndiye maji ya uzima, yeye ndiye anayeshibisha njaa ya moyo wetu, yeye ndiye anayeshibisha njaa. Hakuna mwingine anayeweza kushibisha, hakuna mwingine anayeweza kukata kiu tulionayo, hakuna. Ndio maana ndugu zangu, hakuna kinachoweza kutenganisha moyo unaomtafuta Mungu na Kristo. Hakuna kinachoweza kutenganisha. Moyo unaomtafuta Mungu hauwezi kutenganishwa na Kristo, kwa sababu Kristo ndiye jibu. Kristo ndiye jibu la njaa ya moyo wa mwanadamu. Kwa hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo ningependa tulitafakari ni hili: hata katikati ya dhoruba yeye yupo. Hilo jambo, hata katikati ya dhoruba yeye yupo. Unajua, katika injili ya leo, kutoka injili ya Mathayo ile sura ya 14 mstari wa 13 mpaka wa 21, Yesu anatuonyesha, Mathayo anatuonyesha Yesu alikuwa amepokea habari ambayo sio nzuri. Alipokea habari ya kusikitisha sana, na hii ni habari ya kuuawa kwa Yohane Mbatizaji. Kumbuka, Yohane Mbatizaji hakuwa mtu wa kawaida kwa Yesu. Yohane Mbatizaji alikuwa mtangulizi wa Yesu. Alikuwa rafiki yake wa karibu. Yohane Mbatizaji alikuwa ni sauti ya mtu aliaye nyikani kutengeneza njia ya Bwana. Alikuja kutangaza, kuwaandaa watu kwa ajili ya ujio wa Bwana, wa Masiha, wa Yesu. Kwa hiyo Yohane alikuwa na nafasi ya pekee sana kwa Yesu. Sasa, kwa hiyo kifo chake pia kilikuwa ni pigo kubwa sana kwa Yesu. Na ndio maana injili inatuonyesha hapa, Yesu anasema kwamba Yesu akaondoka akaenda mahali pa faraga. Alipopewa hiyo taarifa, aliondoka akaenda mahali pa faraga. Kwa lugha nyingine, Yesu alihitaji utulivu. Kwa lugha nyingine, Yesu alihitaji kukaa peke yake. Kwa lugha nyingine, Yesu alihitaji kukaa na Mungu, kutulia na Mungu. Alihitaji kutulia na Baba yake. Alihitaji kuomboleza, ndio kwa lugha nyingine. Ndugu zangu, jambo hili linatufundisha kwamba hata Yesu alijua uchungu wa kupoteza mtu anayempenda. Alijua. Kwa hiyo usifikiri unapokuwa na huzuni au unapolia basi hiyo inaonyesha udhaifu wa imani. Hapana. Hata Yesu mwenyewe alilia. Hata Yesu mwenyewe alihuzunika, lakini hakuruhusu huzuni yake imfanye asione maumivu ya wengine. Ngoja nirudie. Yesu alihuzunika, lakini pamoja na kuhuzunika kwake, hakuruhusu hiyo huzuni imfanye asione maumivu ya wengine. Kwa sababu watu wengi leo tunapokuwa kwenye huzuni, hatukumbuki matatizo ya watu. Lakini Yesu akiwa kwenye maumivu hayo, anageuka hivi, anasikia maelfu na maelfu wanamtafuta. Hebu fikiria, yuko kwenye huzuni, alafu anasikia kuna watu wanamtafuta. Kama wewe ungefanyaje? Lakini Yesu hakusema jamani, naomba mniache nasikitika. Hakusema jamani, niko kwenye huzuni. Hakusema jamani, niko kwenye msiba. Hakusema jamani, nimechoka. Hakusema jamani, rudini kesho. Lakini Yesu hakufanya hivyo. Alipowaona ule umati uliokuwa unamtafuta pamoja na maumivu aliyokuwa nayo, Yesu akawahurumia. Unajua, neno akawahurumia lina maana kubwa sana. Sio kuwaonea huruma tu ya juujuu, lakini neno akawahurumia ni kule kuguswa kabisa kutoka ndani. Ni kule kuingia katika maumivu ya mwingine kana kwamba ni maumivu yako wewe mwenyewe. Kwa Yesu aliweza kuingia kwenye maumivu ya wengine, pamoja na kwamba yeye anayo ya kwake, lakini aliweza kuingia kwenye maumivu ya wengine. Na huu, ndugu zangu, ndio moyo wa Yesu.
Yesu anajali hata wakati yeye mwenyewe anaumia, bado anajali. Yesu anawaza kuhusu wengine hata wakati ambao yeye mwenyewe ana majeraha, anawaza kuhusu wengine, kuhusu matatizo ya wengine. Na hii ndio tofauti yetu kati yetu sisi na Yesu. Kwa sababu sisi mara nyingi, ndugu zangu, tukiumia, tunaona maumivu yetu peke yake. Tunaona maumivu yetu tu. Lakini Yesu hata akiwa msalabani, bado alikuwa anaona misalaba yetu. Hata akiwa msalabani, bado alikuwa anaona msalaba wa mwingine. Anaona maumivu ya mwingine. Alafu ilipofika jioni, tunasoma kwenye ili simulizi la Injili. Ilipofika jioni, wanafunzi wakamwambia Yesu, sasa Bwana, mahali hapa ni nyika. Hebu waage hawa watu waende vijijini wakajinunulie vyakula. Kwa sababu kwa mtazamo wao wa kibinadamu walikuwa sahihi kabisa. Kwa sababu walikuwa wanaangalia kiuhalisia, hali halisi. Hakukuwa na duka pale. Hakukuwa na chakula pale. Hakukuwa na fedha. Alafu kumbuka, hawa kuna watu zaidi ya 5,000 hapa. Mitume na wale wanafunzi wakafanya hesabu, wakafikia hitimisho, wakasema tatizo hili haliwezekani kutatuliwa hapa. Waruhusu waondoke mara moja, wawahi kwenye maduka, labda hata watakuta kabla hayajafungwa. Ndugu zangu, unajua mara nyingi na sisi ndivyo tunavyofanya. Tunapokutana na changamoto, tunapoteza matumaini kwa sababu tunaangalia ukubwa wa ile changamoto bila kuangalia ukubwa wa Mungu tuliye naye. Lakini angalia Yesu. Yesu hakuwaza kama wale wanafunzi walivyowaza. Yesu akawajibu kwa maneno machache sana. Akawaambia hawana haja ya kwenda. Mimi nimependa maneno haya. Akasema hawana haja ya kwenda. Kwa lugha nyingine ni kama Yesu anawaambia kwa nini waondoke wakati mimi nipo. Ndio maana yake. Kwa lugha nyingine Yesu anawaambia kwa nini wakatafute matumaini mahali pengine wakati mimi chanzo cha matumaini nipo hapa. Kwa lugha nyingine anawaambia kwa nini waondoke na njaa wakati mimi mkate wa uzima nipo katikati yao. Kwa nini waondoke na njaa? Ndugu zangu, hayo ndio maneno ambayo Yesu anatuambia hata sisi leo. Tunapopitia dhoruba kwenye maisha, tunapotafuta msaada kila mahali isipokuwa kwa Kristo. Wakati mwingine ndugu zangu, tunatafuta msaada kila mahali isipokuwa kwa Kristo. Hatuendi kwa Kristo. Tunatafuta amani katika fedha. Tunatafuta labda furaha katika starehe, katika anasa. Tunatafuta usalama kwa watu. Tunatafuta majibu kwenye dunia ambayo yenyewe haina majibu. Lakini Yesu ndugu zangu anasema neno moja tu, hawana haja ya kwenda. Kwa sababu jibu lipo hapa, ndipo anaposema. Ndicho anachosema. Hawana haja ya kwenda huko, jibu lipo hapa. Jibu lipo ndani ya uwepo wake, hawana haja ya kwenda. Lakini kuna jambo ndugu zangu hapa kwamba ambalo ninataka tulielewe pia. Mara nyingi ndugu zangu, sisi tunamuomba Mungu atuondoe kwenye dhoruba. Lakini kuna wakati Mungu anatujibu kwa namna ya tofauti. Badala ya kutuondoa kwenye dhoruba mara moja, Mungu anachofanya anaingia ndani ya dhoruba pamoja na sisi. Sijui kama mnanielewa. Kuna wakati sisi tunamuomba Mungu atuondoe kwenye dhoruba, atuondoe kwenye matatizo, atuondoe kwenye changamoto inayotukumba, atuondoe. Lakini Mungu anajibu tofauti. Badala ya kutuondoa kwenye hiyo dhoruba mara moja, badala ya kutuondoa kwenye hiyo changamoto, Mungu anaingia ndani ya hiyo dhoruba, anaingia ndani ya hiyo changamoto pamoja na sisi. Anaingia ndani. Na hilo ndugu zangu tumeliona likifanyika mara nyingi kwenye historia ya wokovu. Unajua, ukisoma kitabu cha Daniel ile sura ya 3, unakutana na wale vijana watatu ambao kutokana na imani yao walikataa kuabudu sanamu ya mfalme Nebukadneza. Walikataa. Wakaambiwa watatupwa kwenye tanuru ya moto. Na kweli wakatafutwa majemedari, wakaenda wakawabeba, wakawatupa kwenye ile tanuru ya moto. Lile joto la pembeni ya tanuru tu lilitosha kuua wale majemedari.
waliowabeba kuwatupa kule. Walikufa kwa sababu ya lile joto la pembeni ya tanuru. Fikiria kule ndani kulikuwaje. Lakini hao vijana watatu wakatupwa, Shadraka, Meshaki na Abednego, wakatupwa kule ndani. Lakini walipotupwa kule ndani, mfalme akatazama, akasema, jamani, hatukutupa watu watatu? Wakasema, ndio mfalme. Wakasema, mbona sasa naona ni 4 wanatembea kule wakimsifu Mungu, na yule 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Manake Mungu alionekana, Yesu alionekana akitembea katikati yao, katikati ya moto. Hakuwatoa kwenye moto, hakuwaondoa kwenye dhoruba, lakini aliwafuata akakaa nao kule kwenye dhoruba, kwenye moto. Mnakumbuka Danieli sura ya 6? Mnakumbuka Danieli alipotupwa, fitina zilipopelekwa, akakataa kuabudu miungu mingine, akaambiwa atatupwa kwenye tundu la simba. Mungu hakuzuia Danieli kutupwa kwenye tundu la simba, lakini Mungu alienda kule kwenye simba, akakana Danieli kule. Mungu akafunga makanwa, meno ya wale simba, vinywa vya wale simba, hawakuweza kumfanya Danieli kitu. Kwa hiyo kuna wakati Mungu hatutoi kwenye dhoruba, lakini anakuja kwenye dhoruba. Yesu mwenyewe hakuepuka msalaba, ndugu zangu. Yesu alipokuwa pale msalabani hakushuka. Mara nyingi sisi tunapokutana na msalaba tunashuka, tunatafuta pa kukimbilia. Yesu hakushuka msalabani. Kwa sababu gani? Kwa sababu alitaka kuthibitisha kwamba Mungu yuko pamoja naye. Mnakumbuka alipokata roho, pazia la hekalu likapasuka, tetemeko likatokea, alafu wale watu wakakiri kwamba hakika huyu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu aliubeba msalaba, aliteseka, na then akakamilisha kazi yake, akitaka kutuonyesha Mungu yupo pamoja naye. Na hapo ndipo, ndugu zangu, tukapata wokovu. Kwa hiyo tusifanye kosa la kufikiri kwamba tunapopata shida basi Mungu tayari ametuacha. Tunapopata shida tunafikiri Mungu hayupo na sisi. Hapana. Wakati mwingine ni katika shida hiyo hiyo ndipo Mungu anakuwa karibu na sisi. Wakati mwingine ni baada hata ya miaka mingi ndipo tunageuka nyuma, tunasema, kumbe kipindi kile kigumu nilidhani kwamba niko peke yangu, lakini sasa ninaona kwamba Mungu alinibeba. Mungu alinibeba. Ndio maana katika somo la pili kutoka kitabu cha Warumi, ile sura ya 8 mstari wa 35 mpaka wa 39, anataja pale mambo Paulo ambayo kila mmoja wetu amekuwa anayaogopa kuyapitia. Anasema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki? Au je, ni shida? Au je, ni adha? Au ni njaa? Au ni uchi? Au hatari? Au upanga? Naomba ieleweke hivi. Paulo hasemi kwamba ukiwa Mkristo hutapata shida, hasemi hivyo. Wala hasemi ukimwamini Yesu hutawahi kuugua, wala hajasema hivyo. Wala hasemi ukisali vizuri hutalia, hasemi hivyo. Lakini anachosema ni nini? Anasema kwamba hayo mambo yapo, ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Adha, shida, uchungu, matatizo, anasema yapo. Lakini anasisitiza jambo moja kubwa kuliko yote, kwamba hayo mambo hayataweza kututenganisha na upendo wa Kristo. Na huo ndio ushindi wa Mkristo, ndugu zangu. Ushindi wa Mkristo sio kwamba hana machozi, hapana, bali akilia, analia akiwa ameshika mkono wa Kristo. Hiyo ndio siri ya ushindi wa Mkristo. Sio kwamba hana majeraha, hapana, bali majeraha hayamfanyi amwache Kristo. Hiyo ndio siri ya ushindi wa Mkristo. Pamoja na majeraha hayamfanyi amwache Kristo. Shida hazimfanyi amwache Kristo. Changamoto hazimfanyi amwache Kristo. Sio kwamba Mkristo atakosa maswali. Atakuwa na maswali ambayo haoni majibu yake, lakini pamoja na maswali hayo bado anamwamini Mungu, bado anamwamini Yesu. Hiyo ndio siri ya ushindi wa Mkristo. Na hapo, ndugu zangu, mimi ninafikiri hapo ndipo imani ya kweli inapimwa. Kwa sababu mimi naamini imani ya kweli haipimwi wakati kila kitu kinaenda vizuri. Hapana,
inapimwa wakati kila kitu kinaonekana kimeharibika, lakini bado unasema Bwana, ninakuamini. Hapo ndipo imani ya kweli inapopimwa. Ndio maana Mtume Paulo anahitimisha kwa kusema kwamba katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Anasema kwa sababu nimeshakwisha kugundua hakuna wala mauti wala uzima wala wenye mamlaka wala nini, hakuna kitakachotutenga na upendo wa Kristo. Ndugu zangu, tukumbuke, hatupigani vita vya maisha yetu peke yetu. Kristo yupo. Na kama Kristo yupo, basi ugonjwa hautakuwa na neno la mwisho. Kama Kristo yupo, kifo hakitakuwa na neno la mwisho. Kama Kristo yupo, dhambi haitakuwa na neno la mwisho. Neno la mwisho litakuwa ni la Kristo peke yake. Na jambo la tatu, nimalizie jambo la tatu. Yesu anaanza na ulichonacho. Hili kumbuka, Yesu anaanza na ulichonacho. Unajua, somo la Injili tumeona tofauti kati ya jinsi ambavyo wanafunzi walivyotazama hali ile ile na jinsi Yesu alivyotazama hali ile ile. Wanafunzi waliona tatizo kwamba umati ni mkubwa, waliona tatizo. Ila Yesu aliona fursa ya kuonyesha utukufu. Wanafunzi waliona umati, lakini Yesu aliona watu wanaomhitaji kwa huruma, wanaohitaji huruma ya Mungu, watu wanaohitaji msaada. Wanafunzi walihesabu mikate 5 na samaki 2. Wakasema haitoshi. Husikii Yesu akisema popote kuwa haitoshi. Humsikii Yesu. Badala yake Yesu anawauliza swali moja rahisi. Anasema mna nini? Mna nini? Kumbe alikuwa anaomba kile walichonacho. Anauliza mna nini? Ni hilo tu. Mna nini? Anaomba kile alichonacho. Ndugu zangu, na hilo ndilo Yesu analotuomba na sisi pia. Yesu huwa anataka kile tulichonacho. Kwa hiyo usimwambie Mungu kwanza kwamba kile ambacho huna. Lakini mpe kile ulichonacho. Mpe kile ulichonacho. Usianze kumwambia Mungu juu ya kile ambacho huna. Mpe kile ulichonacho. Yesu anasema mna nini? Wakasema tuna mikate, leteni hapa. Kwa hiyo mpe Mungu kile ulichonacho, hata kama ni kidogo kiasi gani. Una muda kidogo, mpe. Una imani ndogo, mpe. Una nguvu kidogo, mpe. Una familia yenye majeraha, mpe, anaitaka. Una moyo uliovunjika, mpe. Una machozi ambayo hujawahi kumwambia mtu, mpe, mwambie yeye. Ndugu zangu, Mungu hafanyi kazi kwa vitu tusivyokuwa navyo. Anaanza na kile tulichonacho. Haijalishi ni kidogo kiasi gani, anaanza nacho. Kumbuka ndugu zangu, muujiza haukuanza baada ya kupatikana mikate mingi. Muujiza ulianza pale ambapo mikate ilikuwa michache. Mikate ile michache ilipowekwa mikononi mwa Yesu tu, muujiza ukaanza. Mikate ile michache ilipowekwa mikononi mwa Yesu, muujiza ukaanza. Tunajifunza kitu muhimu hapa ndugu zangu, kwamba unajua mikate ilipokuwa mikononi mwa wanafunzi ilikuwa michache, lakini ilipofika mikononi mwa Yesu ikawa chakula cha maelfu. Ngoja nirudie. Mikate ilipokuwa mikononi mwa wanafunzi ilikuwa michache, lakini ilipofika mikononi mwa Yesu ikawa chakula cha maelfu. Na huu ndio uwezo wa Kristo ndugu zangu. Anachukua udhaifu wetu na kuugeuza kuwa nguvu zake. Huo ndio uwezo wa Kristo. Anachukua udhaifu wetu, anaugeuza kuwa nguvu zake. Anachukua kidogo chetu tulichonacho, anakifanya kuwa baraka kwa wingi. Anachukua maisha yetu yaliyovunjika, yaliyoumizwa, anayafanya kuwa ushuhuda. Kila mmoja anamshuhudia. Ndugu zangu, jambo hili ni la kufurahisha. Linafurahisha sana. Lakini jambo lingine la kufurahisha ni hili, kwamba baada ya kila mtu kushiba, Injili inasemaje? Walikusanya vikapu 12 vya mabaki. Walikusanya vikapu 12 vya mabaki. Kwa nini? Ndugu zangu, ili linatufundisha jambo hili kwamba neema ya Mungu ni kubwa kuliko mahitaji yetu. Neema ya Mungu ni kubwa kuliko mahitaji yetu. Ndio maana vilibaki vikapu 12. Inatuonyesha neema yake ni kubwa mno kuliko mahitaji yetu. Baraka